Basi ndugu waandishi wa habari, nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kwa wale ambao mmekuwa mkinitafuta mara kwa mara ili kuweza kutoa ufafanuzi kwa baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kutokea au yametokea ndani ya mkoa wetu. Na niliona ni vema pengine mkao kwa pamoja ili nisirudie kutoa tafsiri au kutoa maana ama kutoa maelezo mafupi kwa kile ambacho wengi mliomba niweze kufanya hivyo. Jambo kubwa ambalo niomba niweze na mimi kusema kidogo ni kuhusiana na jambo lililopo mbele yetu la kushambuliwa kwa baba, kwa ndugu yetu, kwa mlezi wetu, Padre Dr. Kitima, ambaye ni katibu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Awali ya yote, nitumie nafasi hii kuwashukuru ninyi namna ambavyo mmewahabarisha watu, lakini aidha pia nitoe maelezo mafupi kwamba sikutaka kuzungumza kitu chochote kwanza, kwa sababu tayari jeshi la polisi lilikuwa limekushatoa statement. Na kwa kufanya hivyo, mimi nimefuatilia kauli kama 3 au 4 kama ifuatavyo. La kwanza, nimefuatilia statement iliyotolewa na Baraza la Maaskofu Tanzania, na imetolewa na makamu wa rais wa baraza, baba na Askofu Nzigirwa. Nimeiona kauli ile ikiwa ina utu, ina heshima kubwa sana kwa taifa letu, na pengine ni kauli ya unyenyekevu ambayo inavitaka vyombo vya dola kuweza kubaini aliyefanya au waliofanya jambo hili. Na kwa dhati ya moyo nitumie nafasi hii kushukuru sana Baraza la Maaskofu Tanzania kwa namna ambavyo wameweza kutoa kauli hii ambayo kwetu kama watumishi wa serikali inazidi kutupatia moyo wa kuweza kufanya kazi kwa bidii, kuwasaka kwa kushirikiana na vyombo vya dola wale wote waliofanya hivyo. Lakini pili, nimefuatilia pia statement iliyotolewa na Chama cha Mapinduzi kupitia katibu mtendaji wa chama Dr. Emmanuel Nchimbi. Kauli aliyoitoa inalaani vikali kwa wote ambao wamehusika kufanya jambo hili. Na mimi kwa dhati ya moyo pia nitumie nafasi hii kumshukuru sana katibu mkuu, lakini naamini statement ile imetolewa kwa niaba ya wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi. Aidha, nimefuatilia pia statement kupitia nakala tete ambayo imetolewa na baba Askofu Pisa, rais wa Baraza la Maaskofu, kupitia mazungumzo ya simu na namna pia alivyoonesha mashaka kwa statement iliyotolewa na jeshi la polisi Dar es Salaam. Aidha pia nimefuatilia statement iliyotolewa na jeshi la polisi Dar es Salaam ambayo imetolewa na Sakap Mlilo, kamanda wa kanda maalum ya mkoa wa Dar es Salaam. Na mwisho nimefuatilia pia statements zilizotolewa na wadau mbalimbali wa sheria, akiwemo rais wa TLS kaka yangu Mwambugusi, pamoja na watu wengine. Na mwisho nimefuatilia maoni ya watu wema ambayo yametolewa katika mitandao ya kijamii kuhusu shambulio hilo. Statements zote zimenipelekea kwenye hitimisho lifuatalo. Kama mnavyofahamu kwamba katika taaluma ya filosofia huwezi kufikia kwenye hitimisho kama haujawa mjuzi wa premises zilizotolewa. Jambo la kwanza ambalo nimeliona ni kwamba statements zote zinalaani vikali kuhusiana na shambulio ambalo limefanyika kwa baba Padre Dr. Kitima. Na katika hivyo statements zote hizi zinanyosha vidole kwamba ni muda mwafaka wa kuhakikisha haki
inachukuliwa na kutendeka dhidi ya aliyefanya na aliyefanyiwa. Lakini mbili ni kwamba katika statements hizo wapo baadhi ya watu ambao wamekuwa na mashaka na statement iliyotolewa na jeshi la polisi, na mashaka haya wao wametoa sababu za mashaka. Lakini vile vile ni kwamba jambo la tatu, wapo wengi pia ambao wapo katikati, ambao wameiomba serikali, wameviomba vyombo vya dola, wamewaomba Watanzania wema kuhakikisha kwamba watu wote waliofanya hivyo wanakamatwa, wanafikishwa katika vyombo vya kisheria ili sheria iweze kufuata mkondo wake. Mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wenzangu wote, na kama ambavyo jeshi la polisi likushatoa statement yake, naungana pia na kauli zote ambazo zimetokea kulaani vikali sana jambo hili. Na katika kulaani jambo hili, naomba niweke bayana ukweli kwamba wananchi wa nchi ya Tanzania, na waomba waendelee kuwa na usikivu mkubwa sana, lakini pia na kwa wale wote ambao wanaonyesha mashaka kwa jeshi la polisi, naomba nao wawe na imani kubwa sana kwamba vyombo vya dola havitamuonea mtu yoyote wala havitapuuzia jambo lolote, na jambo hili litakuwa prosecuted katika hatua zote kwa mujibu wa kisheria. Na kwa yule ambaye atakuwa amefanya kosa na kubainika, Tanzania ni nchi ya kisheria. Tanzania ni nchi ambayo inafuata mlolongo wa kisheria, na kwamba kuna miongozo ya taratibu zote za utoaji wa adhabu, nyie mnafahamu, katika Penal Code. Hayo yote yameelezwa, na kwamba mtu yoyote atakayebainika atafikishwa katika vyombo vihusika ili sheria iweze kufuata mkondo wake. Lakini jambo la pili, kama ingelikuwa ni kuweka wazi hisia za watu, if I'm asked to put clear all the sentiments ambazo zipo katika vinywa vya watu, yafuatayo ningeweza pia kuyasema. La kwanza, mnakumbuka rais wa sasa wa serikali ya Marekani, United States of America, President Trump, akiwa kwenye mlolongo wa kampeni zake, aliwahi pia kupata shambulio la kupigwa na risasi. Wale wote wanaotoa mashambulio, naomba niweke clear, ni kwamba huwa hawabagui. Hawaangalii huyu ni mwandishi wa habari, huyu ni mkuu wa mkoa, huyu ni padre, huyu ni mchungaji, huyu ni askofu, huyu ni dereva. Wao huwa waangalii, bali wanapofanya tukio la uhalifu wanafanya na kuona almost all people are equal. Kwa mantiki hiyo, Watanzania wote wanapojaji jambo hili lililotokea, ni muda mwafaka wa kuwa very rational, na ni muda mwafaka wa kutulia, kwa sababu tukiruhusu kila mmoja akasema, inaweza kafika hatua ya kuharibu na kuvuruga mlolongo wa kiuchunguzi, na hata baadaye mlolongo wa ushahidi unaoweza kuwa na msaada mkubwa tunapoelekea kwenye jambo hili. Kwa mantiki hiyo, wale wote waliofanya mashambulio hayo, naomba ni toe rai kwamba tujenge imani kwa vyombo vya dola, kwamba jambo hili litafikia mwisho na aliyefanya jambo hili atabainika. Lakini pamoja na hili, wapo baadhi ya watu, kulingana na kwenye mitandao namna nilivyosoma, wanajaribisha kulihusisha jambo hili na mambo ya kiserikali au na mambo ya kisiasa, na kuona kama vile serikali imefurahia kushambulio la Dr. Kitime. Naomba niweke clear hapa kwamba mimi Albert John Chalamila, Father Kitime ni mlezi wangu kiroho, ni bosi wangu aliyeniajiri kama assistant lecturer wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino. Is my mentor
katika masuala ya kitaaluma, being a doctor, na ni mtu ambaye amekuwa na honest feedback anapotaka kushauri jambo lolote. Na kwa mantiki hiyo, sioni maana hata kidogo ya ama serikali ama jambo lolote la kisiasa kuweza kufurahia shambulio hili ambalo limetokea kwa kiongozi wetu wa dini, kwa mwalimu wetu, mwana filosofia, mwana theolojia, na kiongozi wetu na advocate mkubwa ndani ya taifa letu la Tanzania. Ombe kwamba katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, hata mimi mwenyewe siku 3 zilizopita nilikuwa nafanya mazoezi mahali fulani, wakatokea vijana ambao walidhani niko peke yangu na kutaka kunipora simu, lakini naamini wangefanikiwa na wangefanikiwa kunijeruhi. Lazima baadhi ya watu wangetamka maneno ambayo si ya kweli. Wangeweza kusema wabaya wa Chalamila wamemdhuru Chalamila, watu wa vyama vya upinzani wamemdhuru Chalamila, watu wabaya au watu wengine wamemdhuru Chalamila. Lakini kiukweli ingelikuwa ni kibaka kama vibaka wengine ambaye alidhana na muibia mtu mwingine tu wa kawaida, lakini kumbe mimi nilikuwa na walinzi ambao yeye hakuwaona. Na mwisho tulimkamata, tukampeleka kwenye vyombo vya dola. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, tunapoangalia jambo hili la shambulio la dokta wetu, la padre wetu, naomba tusimame katikati kwamba jambo hili linaweza kumkuta yoyote. Linaweza kumkuta mkuu wa mkoa, linaweza kumkuta mkuu wa wilaya, linaweza kumkuta mwandishi wa habari, linaweza kumkuta kiongozi yoyote yule. Na ndio maana moja ya maelekezo niliyoyatoa kwa jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola ni kuhakikisha linaongeza zaidi wigo wa ulinzi wa watu na mali zao, na zaidi linaongeza zaidi wigo wa umakini katika kuhakikisha nyakati kama hizi watu wanaweza kufanya jambo kwa conspiracy tu, kwamba likifanyika jambo ni rahisi kuhamisha kwamba limefanywa jambo hili kwa sababu ya jambo hili. Mimi naomba niwaeleze ndugu zangu waandishi wa habari, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanadamu, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kiongozi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mcha Mungu na mwenye dini, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na yeye anawaheshimu sana viongozi wa dini. Na kwa mantiki hiyo, yeye kama kiongozi wetu wa serikali katika taifa, na mimi kama mwakilishi tu ndani ya mkoa ambako tukio hili limetokea, ni waombe wa Tanzania na hasa wa Dar es Salaam kwamba tujenge imani ya Kristo na tujenge imani ya Allah, kwamba jambo hili litafikia mwisho na waliofanya hivyo watabainika. Tanzania imeweka clear pia kwenye mwenendo wa makosa ya jinai, yani kwa maana ya Criminal Procedures Act, kwa mtu yoyote ambaye atakamatwa, kuna namna inataja namna ya ukamataji, namna ya kuprosecute masuala yote haya. Naomba nitoe rai tena kwamba tujenge imani na subira kwamba jambo hili litafikia pale tulipofikia. Wengi waandishi wa habari wamejaribisha pia kuniuliza hali ya Dr. Kitima ikoje. Mimi ninavyofahamu professionally kabisa, na leo asubuhi nilikuwa nasoma baadhi ya maeneo, nimeona baadhi ya watu wakitoa comments kwamba wameangalia CT scan aliyofanyiwa dokta. Sasa mimi kama raia na kama kiongozi, masuala yote ya kitabibu naamini yako kwenye professional, ni professional based. Daktari haruhusiwi kutoa siri za mgonjwa unless otherwise kaambiwa kufanya hivyo kwa mtu anayehusika. Naamini taarifa zozote zile zinazomhusu Padre Kitima na kuumia kwake, ukubwa ama udogo wa kidonda, zitatolewa kwake mwenyewe au zitatolewa kwa taasisi ambayo Dr. Kitima anafanyia kazi, kama hayo yataruhusiwa kufanywa hivyo. Lakini picha alizopiga
kujadiliwa labda kwenye mitandao ya kijamii, labda kabla yeye mwenyewe kusema, naona kabisa hiyo ni kinyume kabisa na utaratibu na miiko ambayo tunayo. Lakini sofa kama wote walivyokusha sema kwamba Dr. Kitima amelazwa wapi, na mimi kama mkuu wa mkoa naendelea kumonta hali hiyo, ili Watanzania mwisho wa siku waweze kuja kufahamu ukweli. Hatuna sababu hata kidogo ya kuweza kuficha lolote, kama ambavyo wengine wameomba jambo hili kuweza kuwa la uwazi. Litakuwa la uwazi kama taratibu zinavyoweza kuruhusu, bila kuingilia taaluma ya mtu yoyote, taaluma ya aliyedhuriwa, taaluma ya prosecutions agencies hizi, taaluma ya jeshi la polisi, taaluma ya vyombo vya dola, taaluma ya muhimili wa mahakama, pale itakapofikia hatua ya jambo hili kuwa katika mikono ya kimahakama. Tuwe watulivu na wasikivu, na kwamba jambo hili halijafanywa kwa nia yoyote ya kuweza, kwa nia yote ambayo mpaka sasa haijabainika. Pale itakapochunguzwa kwa kina, tutafahamu waliofanya hivyo ni akina nani, walifanya kwa mlengo gani, walikuwa wapi, nyakati hizi ni zipi, na kwa makusudi ama malengo zaidi yakiwa yanataka nini. Baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, mwisho kabisa nitoe pole kwa kanisa langu Katoliki, na ambalo mimi mwenyewe nasali huko, na naamini katika nyakati hizi ambazo padre wetu yuko hospitali, maana yake tutakuwa tuna hamu na kumisi sana maoni yake pamoja na misa zake ambazo alipaswa kuzifanya. Niendelee kuwaomba Watanzania wote na hasa Dar es Salaam kuendelea kuiombea heri nchi yetu, kuendelea kumwombea Padre Kitima aweze kupona kwa haraka, na ili aweze pia kurejea katika majukumu yake ya kila siku. Sisi kama waamini tunaendelea kulipenda kanisa Katoliki na viongozi wote, na kwamba tunaendelea pia kupenda viongozi wote wa makanisa yote. Tunaendelea kupenda viongozi wote wa Kiislamu. Tunaendelea kuheshimu na kupenda raia bila kujali vyama vyao, itikadi zao, ideolojia zao, hisia zao, na pia tunaendelea kulinda mali na vitu vyao ili kuhakikisha mkoa wetu unakuwa salama.